Kwingineko ni kwamba tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC inafanya uchunguzi kuhusu madai ya usimamizi mbaya wa chuo kikuu cha Nairobi, hususan kukodishwa kwa ardhi za chuo hicho. Na kwenye barua leo hii kwa kaimu naibu chansela wa chuo hicho Profesa Margaret Jesang, EACC inautaka usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi kuwasilisha stakabadhi muhimu zikiwemo hatimiliki za mashamba mbalimbali ya chuo hicho ambayo yanadaiwa kukodishwa kinyume na sheria. Kulingana na barua ya EACC, zaidi ya ekari 176 za ardhi inayomilikiwa na chuo kikuu cha Nairobi inachunguzwa kutokana na madai ya kukodishwa katika hali inayokiuka sheria. Kati ya mashamba yanayochunguzwa ni pamoja na ekari 10 za ardhi katika eneo la Kanyariri, ekari 100 katika eneo la Kibwezi, ekari 20 za ardhi zinazodaiwa kukodishwa hoteli ya Shambakef, ekari 44 zilizo mkabala na makazi ya wanafunzi ya ANP, pamoja na ekari 6 zilizo mkabala na mkahawa wa Dusit. Kadhalika, nyumba kadhaa za makazi katika maeneo ya Arboretum Drive, Lavington na barabara ya Ngong zinachunguzwa. Kando na kuwasilisha hatimiliki za mashamba hayo, EACC pia imemtaka kaimu chansela wa chuo kikuu cha Nairobi Profesa Margaret Jesang kuwasilisha stakabadhi zinazoonyesha namna mashamba hayo yalivyokodishwa, yakiwemo makubaliano kati ya chuo na wale waliokodi ardhi ya chuo. Profesa Jesang ametakiwa kuwasilisha stakabadhi hizo kwenye makao makuu ya EACC kabla au tarehe 7 Jumatatu saa 4 asubuhi. Kwa siku za hivi karibuni, chuo kikuu cha Nairobi kimekumbwa na madai ya usimamizi mbaya pamoja na matatizo ya kifedha, huku viongozi wake wakifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu Jumanne wiki hii kutoa maelezo zaidi kuhusu hali chuoni humo. Arnold Adidi, TV47.